Mtazamaji wa Asili Yetu TV, bado tupo katika wiki ya wanawake duniani na leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 3 2025. Wiki ya wanawake duniani bado inakwenda kutimua vumbi, ambapo kilele chake ni tarehe 8 ya mwezi wa 3 2025. Siku leo tuko katika mitaa katikati ya mji wa Njombe, maeneo ya soko kuu la Njombe hapa. Kwenyako kijiwe cha bajaji tuko na mwanadada ambaye yeye amekuja kiutofauti sana katika upande wa kujishughulisha na majukumu yake ya kila siku, na amekuja kama dereva wa bajaji ambaye ameleta mvuto na kivutio kwa abiria wengi wa mji wa Njombe. Niko naye hapa, basi ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Naitwa Mzee wa Tatu, nyuma kamera niko naye Anko G. Hii ni Asili Yetu TV, ongozana nasi. Shukrani tu kwa wadau ambao wanaendelea kusubscribe, kulike na kushare katika channel tupendwa pale katika mji wa YouTube, lakini bila kusahau wadhamini kutoka Asili Yetu TV, EFN Lodge, bila kuwasahau Shezia Veterinary Center, lakini bila kuwasahau pia Hombolo Wine wanaendelea kutupa shavu na kubabarika zaidi. Bwana, niko na mwanamama. Mambo vipi? Poa. Uko fresh. Sogeza mic kidogo mdomoni. Mambo yanaendaje? Mambo yanaenda vizuri kama kawaida. Mungu anasaidia. Asante. Tunaomba ujitambulishe kwanza. Unaitwa nani kwa faida ya mtazamaji? Sawa. Naitwa Juliana Mwenda. Juliana Mwenda. Tunaomba kujua pia historia yako kwa ufupi. Ulizaliwa mwaka gani na ni mkoa gani, kama ni hapa Njombe, lakini maeneo gani? Nimezaliwa Mji Mwema. Njombe hapa. Mji Mwema Msete, Njombe. Yeah. Ndio nimezaliwa pale, nimeishi pale. Shule ya msingi nimesoma hapo Mji Mwema. Yeah. Na sekondari nimesoma Mpechi. Okay, Mpechi hapa. Okay, wewe leo ndo superwoman kwenye kipindi chetu, lakini tunapenda kujua sasa mara baada ya kuhitimu elimu yako ya sekondari Mpechi, sekondari, ulianza shughuli gani au ndo ulikuja moja kwa moja kwenye upande wa bajaji? Hapana, baada ya kumaliza sekondari niliingia shughuli za kulima shambani. Yeah. Nimelima kwa muda fulani. Baada hapo nikaenda VETA. Okay. Kusoma udereva, nikajifunza pale magari. Ila wakanisapoti kidogo, nikaanza ufundi. Okay. Kwa hiyo hapo ulipo ni fundi mzuri wa magari, lakini pia sikukaa muda mrefu. Yeah. Kutokana na hali ya uchumi sikukaa muda mrefu. Maana ukishakuwa mwanafunzi afu kukaa muda mrefu ile kabla hujaanza kupata hela zako ni kidogo ni changamoto. Hasa ukiwa kwenye familia ambayo bado hali sio nzuri sana. Haijakaa vizuri kipato. Okay, tuje kwenye shughuli ambayo unaifanya sasa hivi ya bajaji. Ilikuwaje wewe kuja kuingia kwenye shughuli ya udereva hasa wa bajaji sasa? Baada ya kukaa pale gereji, kuna walikuwepo rafiki zetu ambao wako tayari barabarani, tuliosoma wote sekondari. Wapo tayari barabarani wanaendesha bajaji. Kwa hiyo nikawa nimewaomba kwamba mtufundishe na sisi. Okay. Akakubali, wa kwanza alikubali. Ila akasema akatufundisha kidogo, akasema sina muda, akawa ameondoka yeye. Kwa hiyo tukampata na mwingine. Wa pili akatupasia kwa mtu mwingine ambaye huyo ndio alitufundisha mpaka mwisho. Wakati mnafundishwa, kwa sababu umeongea kwa wingi, mlikuwa wawili watatu, ni wanawake wote au ni na wanaume? Hapana, tulikuwa wawili wa kike. Wa kike wote. Mpaka kufahamu bajaji vizuri kuiendesha ulichukua muda gani? Nilitumia ni kama mwezi uliisha. Mwezi. Kwa sababu hakuwa dereva yule hakutaka kuniachia mapema. Kwa maana alijua kidogo kwa wanawake ukimwachia kabla hajakomaa vizuri ni rahisi kudondosha au kupata ajali. Kwa hiyo tumeenda kama wiki 2, nimeshakaa sawa naweza kuendesha. Ila tukawa bado tunaenda wote. Tukibeba abiria na yeye yuko hapo. Au mizigo tunajaza mizigo mingi kwa ajili ya kubalansi. Niwe na uzoefu ikitokea siku nimebeba mizigo mingi, kwa hiyo tulikuwa naye wote. Ananielekeza labda mizigo ikizidi hapa ufanye hivi, ufanye hivi. Ndio tumeenda naye hivi. Mpaka mwezi ulivyoisha akawa siku nyingine anatuachia wenyewe, siku nyingine anakuja.
baadaye akaona tumeshakaa sawa, ndo akatuachia moja kwa moja. Okay. Tunataka kujua sasa, mara baada ya kuachiwa bajaji, sijajua ulikabidhiwa na aliyekufundisha au mara baada ya kujua ndo ukaenda sasa kutafuta bajaji kwa matajiri, watu wanaomiliki bajaji? Kwa wakati ule ilikuwa sio, kwanza kwa sababu bajaji zote nilizokuwa naziona sikuwahi mjua bosi ni nani. Yani, okay. Kila bajaji unamkuta mtu anasema bajaji ni kama yake, lakini anakuwa sio yake, amechukua kwa bosi na yeye anakuwa anatafuta madereva. Kwa wakati ule 2019 kidogo ilikuwa changamoto sana. Kwa hiyo sikuwahi mjua bosi. Okay. Ila yule aliyenifundisha ndo mwenyewe akasema hapo huwezi kupata bajaji, labda mimi nikupe bajaji ndio inawezekana. Kwa hiyo akakuachia afu akatafuta nyingine sasa. Haya, akaendelea na shughuli nyingine, manake akapumzika yeye. Alivyotupatia sisi bajaji na dadangu yule akapumzika yeye. Kwa hiyo mliingia rasmi kwenye kuendesha bajaji baada ya kuachiwa. Ilikuwa mwaka gani sasa umeingia rasmi kama dereva wa bajaji? Maana ni 2019, ilikuwa kama mwezi wa 10 hivi. Okay. Mwezi wa 11 wa 12 nimeachiwa bajaji. Bajaji ukaachiwa. Tulikuwa wawili na baba ni wawili. Mara baada ya kuachiwa bajaji sasa, tunaamini kwamba hizo bajaji zinakuwa na kijiwe maalum, kwamba aliwaachia pamoja na kijiwe eneo la kuegesha, au aliwapa tu bajaji nyinyi mkaanza kuegesha au kuzunguka tu pasipokuwa na kijiwe? Hatukuwa na kijiwe kipindi kile, palikuwa hamna kijiwe. Ni barabarani, tuna barabara ilikuwa ni moja, unatoka mjini hapa unaelekea Mji Mwema. Kabla na wakati ule ilikuwa ni stendi Kundo inakaribia kufunguliwa. Okay. Kwa barabara yetu ilikuwa ni moja. Na wakati huo labda kama utaenda Kibena au umekodiwa na wagonjwa na nini, unaweza ukaenda. Mara nyingi ruti yetu ilikuwa ni hiyo moja. Asante. Tumezoea sana kwamba madereva wa bajaji asilimia kubwa ni wanaume. Wanawake nyie mmekuwa wachache. Vipi upande wa abiria sasa, wanapokuja kugundua kwamba wewe ni mwanamke na unaendesha, haukuwa na changamoto za kupata abiria sasa? Changamoto zipo, haziwezi kuisha. Hizo ni endelevu nadhani. Kwa sababu ukiangalia idadi wanaokubali na wanaokataa zinakaribia kuwa sawa sawa. Kwa hiyo wanaweza kukataa watu 10 wakakukubali 10. Ni sawa kwa sawa. Ilikuwaje kwa mara ya kwanza kabisa abiria wanaingia kwenye bajaji afu wanagundua wewe sasa ni mwanamke unaendesha? Yaani kilichopo, kwa sababu sisi tunakaa barabarani. Ukishasimama amepanda, atakapogundua alishapanda ana inabidi tu aende. Hata kama alitaka kukataa. Tumeona asilimia kubwa ya madereva wa bajaji au bodaboda wanapokuwa wanawake, mara nyingi huwa mnapenda kuvaa mavazi ya kiume. Ni ili msionekane au kujulikana haraka kwamba nyinyi ni wa kike, au kulingana na kazi mnayofanya inabidi uvae nguo za kiume zaidi? Nadhani tu kutokana na kazi, lakini kwa mfano mimi yani kuvaa suruali ilinichukua muda mrefu sana. Okay. Kwa maana hata kwenye familia yetu tulikuwa yani ukivaa suruali unaonekana kama ni muuni fulani. Umekosa maadili. Nilichukua muda kuzoea. Muda mwingine nilikuwa navaa suruali najifunga na kitenge. Sasa watu wanasema wewe shamba wa watu. Nilichukua muda kidogo. Ni muda mrefu kwanza kuvaa suruali, nilichukua muda mrefu. Okay. Changamoto gani zingine ambazo umekutana nazo kwenye bajaji na hukuwahi kutegemea kama zipo? Yaani wewe uliingia ukaona kama vile ni kazi kama kazi nyingine, lakini ukaanza kukutana na changamoto zipi ambazo ulikutana nazo sasa ukasema kumbe na huku kuna changamoto zake? Changamoto ni kama vile ambavyo unakuwa muda mwingine upo busy na kazi. Unaenda ikitokea bahati mbaya umeshuka sasa uite abiria. Wale ambao hawana imani na wewe wote watakataa. Yani kitu ambacho hujatarajia, unategemea nishuke hapa niwaite abiria tuendae. Kwanza wanajua wewe na wewe ni mpiga debe. Hawaji. Watapanda nyingine. Changamoto kubwa ndio hiyo hapo. Ila nisiposhuka, yani nipo barabarani tu. Yani nikipiga tu wao watasimamisha, maana hawajui dereva ndani ni nani. Hata wale wanaokataa unakuta mwingine jana kakataa, lakini leo hajajua amepanda, basi hana namna naenda naye.
tumekuwa na kawaida ya baadhi ya watu wakiwafikiria vibaya madereva wa bajaji pamoja na pikipiki kwamba kama ni watu fulani wahuni, watumia pombe sana, angalia huyo hata kudondosha amelewa na nini. We imekuchukua mazingira gani kwa kuishi na watu wenye namna fulani kwa kijiweni sasa hapa, kwamba unakutana na vijana wengi afu wewe ni mwanamke? Changamoto nazimili vipi? Tunajua vijana wakisha kuona wewe mwanamke, kuna ile kutaka mahusiano, kuna ile kukudharau, sangine labda kwenye foleni. Inakueje changamoto kama hizo? Hizo ni ndogo sana, sio kubwa. Ni ndogo sana, ni kwa watu wachache sana. Kwa maana huwezi kuelewana nao wote. Kwani hakuna baadhi ya madereva wa bajaji wanakuja labda wanavuta sigara, pengine wewe upendi, au wanavuta bangi au pombe, wanakuja wengine wamelewa? Wapo, lakini sasa siwezi nikawazuia kwamba siwezi. Lakini mara nyingi mchana hawavuti. Yaani madereva kama wanavuta sigara ni usiku, ila pombe muda wote. Ila sigara mchana sijakutana nao kwa madereva. Ila usiku sigara ndio utawakuta, ila kwa mchana labda pombe. Napo so idadi yao ni ndogo, wanaotumia pombe kwa mchana ni wachache. Vipi usumbufu kuhusiana na mahusiano ya kimapenzi? Kwa sababu wewe mwanamke na upo kijiweni hapa, wengi ni wavulana. Tunasema inakueje? Ila niseme sijui ni swala ni kama limekuwa ni swala la kawaida tu. Ni mambo ya kawaida ambayo tumezoea. Wanaume wanakuwa na ile bifu, labda umemkatalia tayari kinyongo bifu. Sasa hiyo haina namna. Haina namna, hauwezi kumkubalia kila mtu. Tunapenda kufahamu pia una mtu wako ambaye mpenzi wako mwenye mahusiano naye yupo kijiweni hapa au anafanya shughuli zingine? Hapana, hayupo kijiweni. Hayupo kijiweni. Muda yako kufunga wewe ni saa ngapi? Inategemeana. Inategemeana. Kama siku hiyo kumekuwa ni hamna abiria, nitachelewa. Moja hivi nitakuwa nimepata. Ukifunga mapema sana saa 1, ukichelewa kufunga unafunga saa ngapi? Nikichelewa hadi saa 3. Saa 3. Inakueje sasa kule kwa mpenzi wako ambaye anakuwa nyumbani? Siishi naye. Wewe bado unaishi mwenyewe? Okay. Kwa hiyo unaenda mwenyewe tu muda wote unataka unaenda nyumbani? Ila mara nyingi sana napenda kuishia saa 3. Kama saa 4 bahati mbaya. Pamekuwa na changamoto hizi za watu labda kukabwa au kutekwa na watu kwenye bajaji, hasa shughuli za usiku. Wewe unakuwa unajiamini nini kufanya kazi mpaka saa 3 usiku na ngali unapakia? Inaweza kuwa labda 5,000. Atataja mwenyewe asema hasa na 10,000. Nafika Nundu hapo kijiwe cha pili. Anajua tu hapo huwezi kukataa kwa sababu yeye mwenyewe ashataja pesa kubwa. Kwa akishakuwa yeye mwepesi, kidogo napata wasiwasi, na mara nyingi usiku wasikodishi, mchana. Kwa hiyo ili kujiepusha nayo usiku wa ukodishi kabisa? Usiku hapana, napakia tu abiria wa kawaida ambao wanakaa mchanganyiko. Ndio, ila kwa kukodisha usiku hapana, mchana. Na ruti yako kwa hapa mjini unaendelekea wapi? Yani ulipopaki hapa unaenda wapi na wapi? Mara nyingi natoka mjini naenda Mji Mwema, ila mara moja navuka Kibena hiyo. Okay. Mara moja. Na kwa nini umependa njia ya Mji Mwema zaidi? Ni kwa sababu labda ya wingi wa abiria au njia ndefu, au kipi ambacho kinakuvutia kwenye ruti ya Mji Mwema? Ruti ya Mji Mwema mzunguko wake ni wa haraka tofauti na Kibena hiyo. Kibena unatumia yani hadi ukaende ukarudi unachukua muda mrefu, kuna milima lakini hela inakuwa vile ni chache. Ila kupanda Mji Mwema kama siku kuna abiria wengi ni rahisi sana ile. Unakusanya haraka. Tunataka kujua tangu umeanza sasa udereva bajaji mpaka sasa hivi, bajaji ulionaye ndo ile au umebadilisha? Lakini pia tunapenda kujua kama umebadilisha ni ya kwako au ni ya tajiri mwingine pia unapeleka marejesho? Hapana, sio ya kwangu. Toka nimeanza hapa katikati miaka 3 hii nilikuwa nimebadili kazi. Kwa hiyo nikakaa huko, nimerudi tena. Kwa hiyo bajaji ni ya tajiri mwingine? Ndio. Mwingine tofauti na yule wa mwanzo. Sasa nani alikuunganishia au ulienda moja kwa moja kwa tajiri, kwa bosi? Hapana, mwenyewe alikuwa ananifahamu. Huyo tajiri alikuwa anakufahamu? Wakati nimerudi kanipa. Okay.
Basi tunashukuru, lakini pia unawaambia nini sasa wanawake wale ambao wanachagua kazi? Tumezoea kwamba wao wanataka tu labda wakahudumie baa, sijui waenda kufanya kazi saluni, yani zile za kike hawataki kuja huku. Wewe unawaambiaje hao? Yani kwa anapenda sana kama wangekuwa na moyo wa kuja kujifunza. Ingefaa zaidi waje wajifunze wengi. Kundi liwe kubwa. Lakini sasa kama mwenyewe moyo umekataa kabisa basi, ila kama idea kidogo anapenda aje. Asante. Aje tufanye kazi. Na lengo lako wewe ni kuishia hapa kwenye udereva wa bajaji, au unatamani siku moja uhame kutoka kwenye bajaji uende chombo kingine kikubwa zaidi ya hichi? Napenda siku moja niondoke. Niwaachie wenzangu waendelee na bajaji na mimi nisonge mbele. Na ni ndoto yako hasa ni kuwa dereva wa chombo gani? Basi kubwa. Basi la abiria. Asante sana. Asante. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, tuko naye mwanamama amesema yeye ndoto yake kubwa ni kuwa dereva wa basi kubwa la abiria kwenda mikoani, of course, si ndio? Kwamba siku moja na wewe tuone unapeleka. Okay, asante. Ujumbe wake kwa ujumla kwa wiki ya wanawake duniani, unawaambiaje wanawake wenzio? Kwanza nawashukuru sana wanawake ambao wale ni role model. Tunaoangalia ambao wamekaa kama vioo kwenu sasa. Ambao tunaangalia huko, tunajifunza kwao. Kwa maana nikiona dereva mwanamke labda au anaopaleti huko, na mimi nakuwa unapata hamasa na wewe. Napata njia pa kuanzia. Asante sana. Bwana, mimi nikushukuru pia. Asante. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, tulikuwa naye dereva wa bajaji mwanamama ambaye ametupa yale ambayo amekusudia kushare pamoja nasi katika wiki ya wanawake duniani. Ulikuwa nami naitwa Mzee wa Tatu kutoka Asili Yetu TV. Nyuma kamera tulikuwa na Uncle G. Shukrani kwa wewe ambaye unatufuatilia kwenye channel yetu pendwa Asili Yetu TV, lakini pia usiache tu ku like, kusubscribe, kushare ili tuweze kuona kwa wengine. Wiki ya wanawake duniani tunaendelea kupasua mbuga. Leo ni siku ya 5. Bado tunapamba moto kilele, nimekwambia ni tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025. Asante sana. Endelea kuwa nasi.